na ya Yesu kwa wanadamu. Lakini nilikwambia ilikuwa ni ngumu mwanadamu kuona mapenzi ya Mungu kwenye msalaba, kwa sababu wengi ukiwauliza kwa habari ya msalaba waliona tu yule aliyejifanya kuwa mfalme wa Wayahudi, alikamatwa akasulubiwa, na wengine wakasema kama kweli wewe ni mwana wa Mungu shuka. Ni maneno ambayo yanaonekana hawajui hata maana ya kazi ya msalaba. Aliokoa wengine, aliokoa na yeye hajui kwamba yule pale atakufa kwa ajili ya kukuokoa wewe, ila wewe unataka ashuke msalaba ili iwe. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana ujuzi kamili wa kazi ya msalaba ilikuwa bado haijafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana waliotazama msalaba wakamtazama Yesu wakamziaki. Tunakuja kuiona kazi ya msalaba kwenye ufunuo aliopewa Yohana. Na ndio maana tunaiona kazi ya msalaba ukisoma katika Ufunuo 5 mstari wa 8, 9 na ule 10. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wazee 24 wakaanguka mbele ya Mwana-Kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambao ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake. Kwa nini unastahili? Kwa kuwa ulichinjwa, wewe Mwana-Kondoo ulichinjwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Ile damu iliyomwagika pale msalabani ilikuwa, lakini ukienda kwenye msalaba walioona walikuwa hawayaoni haya yaliyofunuliwa. Lakini mimi na wewe leo tunayasikia ambayo wenzetu hawakuyasikia. Kwa nini? Mwana-Kondoo alichinjwa, alivyochinjwa alimnunulia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa damu yake watu wa kila kabila, kila lugha, jamaa na taifa, akawafanya watu wao kuwa ufalme na makuhani wa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Nao wanamiliki juu ya nchi, sio watamiliki juu ya nchi, wanamiliki juu ya nchi. Moja kati ya kazi kubwa ya msalaba ni kukufanya wewe kuwa ufalme. Maana yake ni ufalme, na maana Yesu ndiye ufalme na sisi ndio wana wa ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wana wa ufalme. Kwa nini anatufanya kuwa makuhani? Kwa sababu sisi tunaishi na kutangaza yale mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kuwaleta watu kwa Kristo Yesu, hiyo ni kazi ya ukuhani. Kuwapatanisha wanadamu na Mungu kupitia Yesu Kristo ni kazi ya ukuhani iliyokuwa inafanywa zamani. Zamani walikuwa wanachinja, wakuhani wanachinja wanyama, na ile wanafanya upatanishi kati ya wanadamu pamoja na Mungu wa ndani. Lakini leo sisi tunapowaleta watu kwa Kristo, wanapompokea Yesu Kristo, tunawapatanisha. Hiyo ni kazi ya ukuhani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumekuwa wazuri sana kama wana wa ufalme, tumekuwa wazuri sana kama wana wa ukuhani, tumekuwa wazuri, lakini tumesahau jambo moja: kumiliki juu ya nchi. Kumiliki juu ya nchi, bado hatujafikia uwezo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii ni kazi ya msalaba. Na nilikwambia neno moja, ukumbuke ya kwamba mtu anayemiliki, ukisikia mimi ni mmiliki, ina maana mimi ndio mtawala mkubwa katika eneo la kumiliki. Hivi mimi nawezaje kumiliki kitu na nisiwe mtawala? Mimi ndio mtawala. Kama namiliki, mimi ndio mtawala. Kama mimi namiliki, basi mimi ndio mwenye sauti ya mwisho. Nitakachokisema mimi ndio faida, hakuna mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Mmiliki ni mkubwa. Ndani ya umiliki kuna utawala, kuna utisho ndani ya umiliki.
sisi kumiliki juu ya nchi. Ndani ya kumiliki tunatawala juu ya nchi. Na Yesu leo, ndani ya kumiliki tuna sauti, na ndio maana tukiomba lolote tunaweza kuyatiisha mapepo, tukakwambia toka katika jina la Yesu, yakaondoka. Hiyo ni dalili moja ya kwamba wewe ni mmiliki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usisahau kwamba dunia hii imegawanyika katika maeneo. Kuna wana wa ufalme na kuna wana wasio ufalme, na wao wana ufalme wao na wana utawala wao, na sisi tuna ufalme wetu na utawala wetu. Lakini sisi Yesu amekwisha kulipa gharama, tuna miliki juu ya nchi. Ni wakati mzuri mimi na wewe kuangalia kwa sehemu gani Shetani ametufanya tuenduni kwenye eneo la kumiliki nchi. Yesu anasema yeye aniamini mimi, kazi ambazo mimi ninazifanya na yeye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atazifanya, kwa sababu mimi napenda. Maana yake ni kwamba Yesu ameachilia kazi zote ambazo yeye alikuja kuzifanya juu ya mimi na wewe. Bwana Yesu, na zaidi ya zile alizofanya ametupa ruhusa na mamlaka ya kuendelea kuzifanya. Lakini tunachojiuliza ni Wakristo wangapi wanafikia ujuzi huu? Maneno haya yameendelea kuwa ni maarifa tu yaliyoandikwa kwenye Biblia, lakini hayajageuka kwetu na kutuachilia ujuzi wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mzuri wa kuendelea kuyafanya maneno haya yasibaki tu kuandikwa kwenye Biblia, bali yakaakisi maisha halisi ya Kristo, ili watu watakapokuwa. Leo imefika sehemu mbaya sana ya kwamba imefika sehemu Kristo akiwa na mali wanamhuzunisha na Freemason. Hii ina maana hatujageuzwa na kufanywa upya nia zetu. Imefika sehemu kila anayemiliki mali ni kana kwamba ana uhusiano na Shetani. Huo ni utumwa mkubwa katika fikra na akili za Wakristo, kwamba hatujageuzwa na kufanywa upya nia zetu. Tujue ya kwamba moja kati ya kazi kubwa ya msalaba si kukufanya tu wewe kuwa mwana wa ufalme, si tu kukufanya wewe kuwa kuhani wa Mungu wetu, kuwaleta watu na kuwapatanisha na Mungu, lakini pia na kumiliki juu ya nchi. Siku moja mimi nalikuwa nikisomanga Biblia, siku hiyo Bwana akaniambia, unajua unaweza ukapewa ufunuo juu ya ufunuo. Yaani huu ulikuwa ni ufunuo aliopewa Yohana, Bwana Yesu asifiwe, alipokuwa katika kisiwa cha Patmo. Lakini bado ninausoma ufunuo siuelewi, mpaka pale ufunuo unapokuja juu ya ufunuo. Siku moja ninafunuliwa, nikasema hili ni kweli, kumbe wameandika kabisa kwamba tunamiliki juu ya nchi. Mimi ndio naanza kufunguka akili. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kumbe kazi ya msalaba ni pamoja na kunifanya